Naitwa Ricky Sambo, ni mwalimu natokea chuo cha VETA Kipawa. Nimekuja hapa kwenye maonesho Sabasaba kwa ajili ya kuonesha ni jinsi gani tunaweza kusaidia kutoa elimu kwa ajili kwa vitendo, elimu ya elektroniki kwa watoto kuanzia darasa la 4 na kuendelea. Hii inasaidia kwenye wizara yetu ya elimu kwamba kuna sera imetoa kwa ajili ya mafunzo ya amali kwenye shule za sekondari na shule za primary. Kwa hiyo sera hiyo sasa ndio sisi tunaanza kuitekeleza kwa vitendo. Tunaonyesha jinsi ambavyo tunaweza kufanya wale watoto wadogo wakaanza kuadapti mazingira ya kujifunza ufundi halisi wakiwa katika umri mdogo. Na hapa kama mnavyoona tumewaletea watoto components za electronics halisi ambazo wanazisoma hapa, tunawafundisha, wanaziona kwa vitendo, lakini pia wanapoenda kwenye shule kwenye level ya primary na secondary wanakuwa pia wanazifanya wanazitumia hizo component na hiyo elimu wanaisoma. Kwa hiyo hiki ambacho tunakifanya hapa ni kwa ajili ya kuanza kumjengea mtoto msingi, ili anapoanza kwenda mbele sasa anakuwa anafanya kitu ambacho anakielewa na anafurahia. Na katika jinsi ambavyo tulivyotengeneza huu mfumo ni kwamba wengi wanaupenda kwa sababu tumetengeneza kitabu ambacho ni kitabu tunakiita bainisha component za elektroniki. Tumeiandika kwa Kiswahili na Kiingereza. Kwa hiyo kama mtoto anasoma English medium anaweza kukitumia, atasoma upande wa Kiingereza. Kama anasoma shule ambayo sio English medium anaweza kusoma kwa Kiswahili na akaelewa. Na kwenye hiki kitabu ndio tumeonyesha vifaa mbalimbali ambavyo tunatumia kwa ajili ya wao kujifunzia. Tunawafundisha component zenyewe jinsi zilivyo. Kuna aina mbili za component, all through na SMD, zote tunawafundisha. Pia tunawafundisha jinsi gani ya kuzisoma, jinsi gani ya kuzipima, kujua tabia zake, zinafanyaje kazi, zikiwa nzima, zikiwa mbovu. Na kwa kutumia kitabu hiki baada ya kupata elimu ya msingi ya namna gani ya kufanya. Unaweza mkaona kwa mfano kama hapa, hii ni mojawapo ya component ambayo tunaita light emitting diode, ambayo wengi wakija ukiwauliza watoto hapa wanaita ni taa. Ni kweli ni taa, lakini aina hii ya taa ni kwamba inawaka endapo inapata umeme, na kama ukikosea kuweka umeme manake haiwaki. Inawaka kwenye direction moja kwa sababu ni taa ya DC. Kwa hiyo tunaanza kuwafundisha hapa na wanafanya kwa vitendo, na wakifanya kwa vitendo wanafurahia sana. Karibuni mjionee jinsi ambavyo wanafanya kwa vitendo. Pia mafunzo haya tunawapa pia watoto wanaomaliza darasa la 7. Watoto wakishamaliza darasa la 7, badala ya kukaa nyumbani au badala ya kwenda kusoma pre-form 1, masomo ambayo wataenda kurudia kuyasoma tena, wazazi wanaweza wakawaleta kwenye vyuo vya VETA wakaanza kujifunza ufundi, wakapata zile basic skills, ili watakapoenda sekondari wanakuwa tayari wameshaingia kwenye fani, ama anasoma kwenye mafunzo ya amali ama anasoma kwenye mafunzo ya kawaida, yatamsaidia kwenye kusoma sayansi. Na vile vile tunasaidia, mafunzo haya yanasaidia pia kuondoa ugomvi kati ya wazazi na watoto. Wakati mwingine watoto ni wadadisi na wanapenda kujua kuna kitu gani ndani. Kwa mfano ukimletea gari au ukimletea kifaa chochote cha elektroniki, ukimpa labda ni cha kuchezea, anataka afungue angalie kule ndani kuna nini. Hawa watoto badala ya kuwapiga, waleteni kwetu VETA, tutawafundisha namna ya kufanya hivyo vitu kwa usahihi. Kama kufungua, tutamfundisha namna ya kufungua kwa usahihi na namna ya kufunga kwa usahihi. Kwa hiyo atakuwa haribu vitu, badala ya kuharibu vitu atakuwa na vilinda zaidi kwenye kazi yao. Na hii pia itawasaidia kuibua ule ubunifu na kipaji ambacho mtoto atakuwa nacho kwenye mambo haya ya engineering. Naitwa Agripina Linus Magoda, ni mkufunzi wa VETA Mikumi katika fani ya uuzaji na usambazaji wa chakula na vinywaji. Katika hii kona ya watoto, katika maonyesho ya Sabasaba, tumekuja na ujuzi mbalimbali kwa watoto. Kwanza kujua vifaa vya mezani, lakini pili kujua namna ya kuvitumia na namna ya kuvipanga, lakini jinsi gani wanaweza kupanga meza wakiwa majumbani kwao, in means kama dining table.
Lakini pia hivyo hivyo pia tumekuja na ujuzi mbalimbali, mfano kuja na namna ya kushona vishikizo, namna ya kukunja nguo, kushona vishikizo kwenye uniform zao za shule, lakini namna ya kukunja uniform zao za shule, lakini pia namna gani wanaweza wakatumia vifaa vya mezani au vifaa vya nyumbani kuwasaidia wazazi wao, lakini namna ya kushika kisu katika kukatakata viungo mbalimbali vya jikoni, mfano kushika kisu kwa kukatakata vitunguu, let's say mama anakawa anapika, yeye akawa msaidizi kwake. Hivyo hivyo pia katika kuona jinsi gani watoto wanaweza tukatambua ujuzi wao mapema. Hivyo hivyo pia tunapenda watoto waje kujifunza kwa wingi katika maonyesho haya Sabasaba kwenye kona ya watoto. Karibuni sana.